Wewe Mariam. Shikamoo kaka. Eti shikamoo kaka. Kwa nini usiseme asalamu alaykum kaka? Haya, asalamu alaykum. Alafu hizi ndo nini? Yaani hizo nguo ndo zinaitwaje hizo nguo? Kwani kaka, mbona mavazi nilovaa mimi ya kawaida, najiona tu nimependeza, mtoto wa kike nimevaa. Niko hivyo, kwani vipi? Sina maanisha hapo uko uchi kabisa hapo. Yaani ukiangalia kuanzia kwenye fundo za miguu yako mpaka uko juu huko. Yaani uko uchi kabisa. Na kwa nini uvae nguo uvae hivyo uchi? Mariam. Jana wifi yako aliniomba ruksa. Na kuniambia kwamba unataka kutoka naye. Ina maana kwamba umetoka naye, alafu ukamchoka afu ukaona rudi. Mke wangu yuko wapi? Wewe mke wangu yuko wapi? Wewe unaniuliza habari za mke wako, nalala naye humo ndani, au mimi ndo kichwa cha mke wako, masikio ya mke wako, kwamba yakitoka lazima nitatia support, miguu nitatia support. Mke wako mimi navaa naye nguo humo ndani. Alafu Mariam, unajua usitaki unifanye mimi nikafungulia somo yangu kwa hayo maneno yako. Nadhani unanielewa. Nimefunga, sitaki nifungulie somo yangu kwa hayo maneno yako unaoniambia. Sikiliza basi nikwambie kitu kimoja. Kuanzia hivi sasa na hivi tunavyoongea, ukiingia kwenye chumba chako, hayo mavazi sitaki nikone nayo haya. Sijui hapo unanielewa, sijui vizuri? Alafu kaka, mbona unapenda kunifuatilia? Alafu isitoshe, mimi ni mtu mzima. Najua ninachokifanya na najua ninachovaa, kwamba nikivaa hapa nikoje nipo vipi. Alafu isitoshe, kuna siku nimekuja kuongeacho kimlango lango chako kwa kuomba hela kula. Au kuna siku nilikuja kukuambia kaka, naomba hela nikanunue t-shirt au nikanunue beli, kiatu sina. Kuna siku nimekuja kukuomba wewe. Hayo ni maisha yako ya kuwa ustazi, umejichagulia mwenyewe, na kuoa kuweka mke ndani umejichagulia mwenyewe. Na mimi sina ndoto ya kuolewa, sina ndoto ya kuvaa baibui wala kijora wala kanga. Siku ukiniona nimevaa kijora, jua naenda kwenye baikoko au kwenye Kigoma. Usinisumbue, naenda zangu kulala. Usiniite na usiniulize habari za mke wako. Lakini mpenzi wangu Yakobo, mimi sio kwamba sielewi unayapitia au sijui kitu gani unahitaji kwangu, lakini mpenzi wangu, angalia huu mwezi. Asa huu mwezi mtukufu na mapenzi yetu yanahusiana nini? Kwa nini nataka kuniambia unipende? Amna mpenzi wangu, usiseme hivyo. Mbona mimi nakupenda? Tena nakupenda sana sana tu mpenzi wangu. Ila nisikilize mpenzi wangu, hata kama mimi siswali, sifungi, nafanya mambo maovu, lakini ndani ya mwezi mtukufu mpenzi wangu, nakuomba nivumilie. Endapo kisha tu mwezi, mimi mbona nakuja kwako mpenzi wangu? Mimi naona wewe unaita sababu. Na mimi nimeshajua wewe sasa hivi mapenzi kwangu yanapungua. Na kama ungekuwa unanipenda, basi ningekwambia jana uje geto ungekuja. Useme hivyo mpenzi wangu. Sikia nikwambie kitu. Yaani mwezi ukisha tu mpenzi wangu, njoo pale nyumbani kwetu na vile vibarua vyao na vile viposa vyao, unakuja kutoa viposa pale mpenzi wangu. Tunaoana ili ujue mimi kweli nakupenda. Mimi mwenyewe nakupenda ujue. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Lakini mwambie kaka yako apunguze bwana. Kila muda anajifanya mtu wa imani. Kanzu muda wote. Amna mpenzi wangu, lazima aongee hivyo kwa sababu ujue mimi ndo mdogo wake wa pekee. Kwa ukimletea tu vitu vyake hamna shida. Sawa. Kwa hapa mwezi mtukufu hauruhusiwi kunipiga busu. Ndio, siruhusiwi mwezi mtukufu. Kidogo tu. Bwana, mstaki. Mariam. Shemeji. Nina siku ya pili mke wangu hajarudi nyumbani. Kwa hiyo nataka kujua, je, nyumbani yupo au hayupo? Kiukweli shemeji,
sister yuko nyumbani, na kama angekuwepo we taarifa ungepata. Na shemeji, sister atatoka vipi nyumbani bila ruhusa yako wewe? Kwani kuna kitu gani kinaendelea na sister? Shemeji, kama unavyonijua mimi sio mgomvi wala sio mkorofi kwa mke wangu. Tena nampenda sana mke wangu. Lakini Ashumu leo siku ya pili nyumbani hajarudi. Na kama hivyo unavyoniambia nyumbani hayupo, sasa sijajua atakopelekwa wapi. Iko hivi, unajua mke wangu aliniomba ruhusa kwenda kwenye shughuli. Sasa wewe ukiangalia kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yani watu wanaenda kumwasi mtume au waenda kwenye hivyo vishughuli vyao na mwezi huu wa Ramadhani. Kweli shemeji, inaingia kwenye akili? Shemeji, kwani hiyo tabia hiyo sister alianza lini? Na kati sister hajakuwa na tabia hata siku moja. Kwani kinaendelea nini wewe na sister zaidi? Maana sielewi. Habari unaoniambia kwamba siku ya pili haiko nyumbani. Tatizo nini? Shemeji yangu mimi kwa hili wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, na mimi nimefunga kwenye mwezi wa Ramadhani, sitoje kumsamea mke wangu. Labda sijui arudi kwenye ule mlango na maelezo maalum au maelezo ambayo utaje kunitosheleza mimi, kwa sababu mimi ni mume na anapaswa yeye aondoke aniage mimi ni furahi na nafsi yangu nilizike, kwa sababu naambiwa mtume alikuwa akiagwa na wake zake, ndipo mtume anapomwambia mkewe nenda. Na sisi tunafuata nani? Tunamfuata mtume. Kwa nini mke wangu asifuate maadili ambayo ninayotaka mimi? Wewe Mariam. Wewe Mariam wewe. Ushakuja. Mwanaume ndani ya nyumba. Wewe mfuata nini humu ndani? Hii cha ajabu nini? Kwani mwanamke akienda kwa mwanaume anafuata nini? Na mwanaume akienda kwa mwanamke anafuata nini? Kwani umeambiwa kakaangu? Kakaangu si wewe? Wewe unauliza swali gani sasa? Yaani wewe unanijibu mimi hivyo. Ina maana uone kama mwezi mtukufu au mwezi wa Ramadhani wewe uheshimu kweli? Unaita mwanaume ndani ya nyumba mwezi wa Ramadhani? Astaghfirullahalazim. Kwani umemuingiza wewe? Nimemuingiza mimi. Wewe mwanaume. Afu wewe. Wewe, she.